Yes, uhali gani mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa YouTube channel yetu. Hii ni Mangala News, moja ya channel pendwa kabisa. Tunakuletea taarifa mbalimbali za burudani pamoja na michezo. Endelea kuwa nasi, tuna mengi ya kukujuza, tuna mengi ya kukwambia. Kama bado hujasubscribe, basi unachelewa. Kwa kwanza kwa kupata taarifa hizi popote pale ulipo ama duniani kote. Mambo yakizidi endelea, mambo yakizidi pamba moto, mahala tu baada ya klabu ya Simba kufuzu katika hatua ya fainali katika kombe la shirikisho barani Afrika. Moja ya mchezo ambao ulikuwa kuvutia kabisa, mchezo uliochezwa kule South Africa, Durban. Mchezo uliohusisha timu kubwa kweli, Stellenbosch ikicheza dhidi ya Simba, na Simba ya kupata faida ya goli la nyumbani, kwa maana mchezo huo ukitamatika kwa klabu ya Simba kwenda sare ama 0-0. Namna hiyo ambayo inakuwa sasa inampa Simba kipaumbele kwa faida ya goli la nyumbani. Leo sisi tulichokuandalia ama tulichokuletea namna mambo yakizidi kuendelea kuwa mazuri katika swala zima la usajili. Club ya Yanga ikionyeshwa kuvutiwa na uwezo wa golikipa wa Simba, basi hapa namzungumzia Musa Kamara. Yanga wakionyesha nia ya kumsajili golikipa huyo, kwa maana golikipa wao Djigui Diarra uwezo kama kidogo unaonekana umekuwa umeshuka hivi. Klabu ya Yanga ikiweka bajeti kubwa kweli kwa ajili ya kunasa saini ya mchezaji huyo, jambo ambalo kidogo watu wamekuwa na sitofahamu. Kwa nini klabu ya Yanga inataka kwenda kubomoa klabu ya Simba? Lakini kila kitu kikiwa kimekamilika, dili likiwa limekamilika, muda, saa na dakika ili kwenda kumaliza dili hili, klabu ya Yanga imeshaweka bajeti ya shilingi milioni 300, nyumba pamoja na gari kwa ajili ya kunasa saini ya golikipa Musa Kamara, moja ya golikipa bora hivi sasa. Lazima utamtaja golikipa huyu ambaye anazidi fanya vizuri katika engo ya kuisaidia klabu ya Simba. Viongozi wa Simba wao wakisema, sisi kama tutaletewa pesa ambayo tunahitaji, basi rasmi tutamwachia mchezaji huyu. Maneno hayo yakisikika ama yakisionekana kuandikwa katika vyombo vya habari, msemaji wa klabu ya Simba akiweka wazi jambo hilo, tunahitaji tupate pesa na sio kitu kingine.